tumevamiwa. Yes. Tumevamiwa. Maadui wamekuja katika malango yetu. Na mapepo na kuruka barabara usiku. Watu wakiuana. Tunaikakisha. We nullify it. We declare life. Yes. Leo tunavunja kazi ya maombi vifo. Yes. Vifo vya kumeza watu. Tunavunja katika jina la Yesu. Bishop Patrick Wachie ambao pia ni kama mwenyekiti wa Webuye East Pastors Fellowship, na kwa ajili ya mikasa ambayo imekuwa mara kwa mara kwa hii barabara yetu kutoka junction, kutoka kule Kamkuya kuteremuka Misihu na pia kuja mpaka Savana na pia kupita mpaka Ruguru na saidi ambao mahali ya incident ilifanyika, tumeona kwamba si mambo ya kawaida. Na sisi kama watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wa kiroho, tumeona kwamba ni vizuri tuchukue hatua kwa ajili ya mahali pale. Na Biblia inasema kwamba kila miinuko zozote zinapotokezea ni lazima sisi tuchukue mamlaka, kwa sababu tumepewa mamlaka na tuna uwezo ya kuweza kusimamisha. Na pia tumefanya hivyo kwa niaba kwa sababu ya andiko ambalo linapatikana katika kitabu cha Nahum, katika kitabu cha Nahum 1:9 ambaye inasema kwamba mnawasa nini juu ya Bwana, yeye atakayekomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Kwa hivyo imeinuka mara nyingi, na kwa sababu ya mamlaka na maombi ambao tumefanya leo, tumeona tuchukua hatua. Tumetokea T Junction tukidedicate hii barabara yetu. Tumekuwa maaskofu kutoka Bungoma, kutoka Kimilili, kutoka kila sehemu ya Webuye hii yote, na tumeandamana wote mpaka tumededicate hii barabara. Na tuna imani kazi tumefanya leo inakomesha mambo ya maafa, kwa sababu hatuwezi kubali shetani ama maafa iweze kufanyika katika area yetu, na sisi watumishi wa Mungu ambao tumepewa uwezo na mamlaka tumeangalia. Kwa hivyo ndio sababu tulichukua hatua ya leo ili tuweze kudedicate barabara yetu, na tumefanya kwa nia moja.